Yes, mambo vipi mtazamaji wa PMTV, karibu kwenye PMTV Updates. Na kwenye updates bwana zilizotufikia hivi punde, yani bado ni za moto kabisa ambazo tunazichana kwenye makaratasi, ni kuhusiana na klabu ya Simba. Tunajua na tunafahamu kwamba mkutano mkuu wa klabu ya Simba utakuwa ni tarehe 30 ya mwezi wa 11 mwaka 2025. Yani nikiwa naizungumzia Jumapili hii ya weekend hii. Na kuelekea mkutano mkuu bwana, kumekuwa na mambo ambayo yamekuwa kizuka, kumekuwa na mijadala na kumekuwa na minong'ono na kumekuwa na maagizo kutoka mabaraza ya michezo nchini Tanzania, nikiwa naizungumzia BMT, ambapo BMT imeitaka klabu ya Simba kwamba mali zote ambazo hazihamishiki zibaki kuwa chini ya bodi ya wadhamini na sio kuhamishwa kwenda kwenye kampuni ya Mo Simba Company Limited, na badala yake zibaki Simba Sports Club Holding Company Limited, yani ikiwa na maanisha bodi ya wadhamini. Majengo yote ya Simba Sports Club na mali nyingine ambazo hazihamishiki kama viwanja zibaki kuwa ni mali ya club kupitia bodi ya wadhamini wa Simba Sports Club. Yani zile mali zote ambazo zilikuwa inasemekana zikawa chini ya Mo Simba Company inatakiwa zirejeshwe na kuwa chini ya Simba Sports Holding Company Limited, yani bodi ya wadhamini. Lakini pia ukiachana na hilo, BMT pia imeitaka klabu ya Simba kufanya tathmini upya ya thamani ya klabu ya Simba. Achana zile bilioni 20 ambazo tuliambiwa miaka kadhaa iliyopita. BMT wameitaka klabu ya Simba kufanya upya tathmini ya kugundua thamani halisi ya klabu ya Simba, ambayo pengine inawezekana ikaja kuvutia wawekezaji wakawa wengi zaidi, lakini pia ikaifanya Simba iweze kuwa bora zaidi. Kwa hiyo zile mali ambazo zilikuwa chini ya Mo Simba Company inatakiwa zirejeshwe kwenye upande wa Simba Sports Club Holding Company Limited, yani chini ya bodi ya wadhamini, ambapo chini hapo pia nikukumbushe anatakiwa mwenyekiti wa club ndo awe mwenyekiti pia wa bodi ya wakurugenzi, kutokana na kwamba yeye anakaa upande ambao una asilimia kubwa zaidi kwenye umiliki wa klabu ya Simba. Nikiwa nazungumzia 51% tofauti na ile ya bodi ambayo yao inakuwa ni 49%, ama sehemu ya wawekezaji ikiwa ni 49. Na hizo ndo taarifa ama matakwa ambayo BMT umeitaka klabu ya Simba kuyafanyia kazi haraka iwezekanavyo. Tuambie, unahisi atakuwa na matokeo chanya kuelekea mkutano mkuu wa klabu ya Simba, ama unahisi ndio migawanyiko itazidi kuwa inaongezeka ndani ya klabu ya Simba? Lakini pia kati unafanya hivyo, nikukumbushe tu usisahau kubashiri kupitia kampuni nambari 1 kwenye masuala ya ubashiri, yani nikiwa naizungumzia PMBet. Huko watu washindi pesa peke yake. Leo ni Alhamisi ambayo kuna mechi za Europa, basi usahau kufanya bashiri zako kupitia mechi za Europa. Kama utashinda mkeka wako, jua basi unaingia kwenye draw ya kushindania Toyota IST ambayo inatoka kila baada ya wiki 5. Website ni pmbet.co.tz. Mimi naitwa Raymond Elias. Aviator, rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz.